Kwa testing na experience ambayo nimekuwa nayo kwenye matangazo ya Facebook pamoja na Instagram, kuweka interest ama kutokuweka interest ni vitu ambavyo vinafanya kazi tofauti kabisa. Sasa hivi watu wengi wanaweka interest na wanashindwa kupata matokeo ambayo yako vizuri, lakini kuna watu ambao hawaweki interest na wanapata matokeo ambayo yako vizuri. Uhalisia uko hivyo. Ukiweka interest nyingi, manake ni kwamba unawapa Facebook na Instagram direction fulani hivi ambayo pengine inaweza isikupe matokeo ambayo yako vizuri, kwa sababu you never know. Lakini the moment ambapo ukiacha ikiwa broad, unawapa nafasi Facebook na Instagram waweze kufanya testing zao, na mara nyingi wataongozwa na namna ambavyo watu wana respond. Lakini ukiweka interest, inakuwa ni rahisi wao kuweza kujua kabisa wataenda kwa kina nani na kwa kina nani. Sasa kuna muda ambao wanaweza wakaenda kwa hao watu na wasiwe interested, lakini the moment ambapo wewe utatumia picha ama utatumia video ambayo ina uwezo wa kusaidia kufanya targeting, manake hii interest inakuwa haina nguvu tena, kwa sababu the way ambavyo watu wana respond kwenye picha pamoja na video ulioiweka ndio itakayoamua wewe ikupe wateja wa namna gani. Kama ni wateja wa kuja kuulizia ama ni wateja wa kuja kununua, hizi picha na video ndio zitaamua. Kwa hiyo mimi binafsi sikushauri, sijui mtaalamu wako atakwambiaje, lakini personal sikushauri uweke haya ma interest kwenye matangazo ambayo unakuwa unafanya. Acha ikiwa broad. Ukiweka broad hivyo ni rahisi sana kuweza kukupa matokeo ambayo yako vizuri bila shida yoyote. Na hii inaongea kwa experience na testing kadhaa ambazo nimezifanya. Acha matangazo Facebook na Instagram wakusaidia katika namna ambayo ni bora, lakini kwa upande wa targeting, fanya targeting kwenye picha pamoja na video, itakuwa ni rahisi sana. Achana kabisa na hayo ma interest.